Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, sasa hatimaye Duduwasha Celestine Ekua, yes, mwamba wa zamani wa ASEC Mimosas, lakini raia wa nchi ya Chadi. Kumbukwe huyo ndiye ambaye amekuwa ameleta kizungumkuti pale Jangwani baada ya kugoma kutolewa kwa mkopo kwenda katika klabu ya kule KMKM ya visiwani Zanzibar. Sasa kuna klabu hiyo ambayo inamhitaji au ilitakiwa yeye aende kwa mkopo. Yeye ameikataa kabisa, kama ikibidi wavunje mkataba yeye aondoke na sio kwenda kwa mkopo katika klabu ambayo haikuwa lengo lake. So ametoa ya moyoni sasa bwana Celestine Ekua kuweza kuzungumza vizuri kuhusiana na kile ambacho kinazungumzwa, kwa nini atolewe kwa mkopo agoma. Asema kwamba yeye ni mchezaji wa viwango vya juu mno, anahitaji kucheza katika timu kubwa na sio kushushwa tena katika timu ambayo kwa msingi haiwezi ikabeba matumaini yake. So kumbukwe kwamba Celestine Ekua alisajiliwa na wananchi katika dirisha kubwa. Lengo kubwa ilikuwa ni kubeba matumaini ya Young Africans katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inatimka katika msimu huu, ukiwa wapo katika kundi B Young Africans la ligi ya mabingwa barani Afrika, kundi B ambalo yupo National Ahli, Esfa, JSK pamoja na Young Africans wenyewe. So Young Africans katika hatua ya kuangalia sajili ambazo walizifanya waligundua kwamba bado hazijaingia kwenye mfumo moja kwa moja, ndipo wakachukua hatua ya kuweza kufanya maamuzi makubwa na mazito ya kuhamisha wachezaji kwa mkopo, kama ambavyo walifanya Mamelodi Sundowns kwa Neo Maema kumleta Simba pamoja na Rushin De Lok. So ndicho ambacho Young Africans nao pia wamekipanga au walikuwa wanahitaji kukifanya ili waweze kukitengenezea ustawi au usahihi wa utekelezaji. So nini ambacho kitakiwa kufanyika? Moja kwa moja kati ya vitu ambavyo vitakiwa kufanyika ni kwamba walimteua Musa Barakonte kwamba ndio aende Singida Black Stars, Mohamed Dumbia, lakini pia Celestine Ekua aende visiwani Zanzibar. Moja kwa moja kazi ikawa imemshinda. Kazi ikawa ina uzalendo na mshinda Celestine Ekua, naye akaamua kutema nyongo na kutema ukimya. Achana na KMKM, kumradhi, sio KMKM, kuna klabu moja ndogo hapa nitakutajia hapo ambayo Celestine Ekua aligoma kuondoka. Celestine Ekua anasema kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na anajua kucheza, lakini hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu, ndicho ambacho anakisema. Anaheshimu maamuzi ambayo yanafanywa na uongozi na kila kitu, lakini pia anaamini kwamba kila kitu kinawezekana kutokana na maridhiano au makubaliano ya pande zote mbili. Wao wakimsikiliza yeye na yeye akiwasikiliza, hakuna ambacho kinaweza kushindikana. Kubwa zaidi, wote watafikia lengo au kusudi moja la kiutendaji. So Ekua anasema kwamba kila mmoja anafahamu nini ambacho anaweza kukifanya kutokana na majukumu yake. Uongozi wa Young Africans wao wanafahamu kwamba wanachokifanya ni ndani ya utekelezaji wa majukumu yao, lakini pia na yeye anapaswa kukitekeleza ndani ya majukumu yake. So majukumu yake yanampasa yeye kuonesha kiwango katika timu, lakini pia level ambazo yupo pia anapaswa kwenda katika hatua kubwa zaidi, sio kurudi nyuma. So Celestine Ekua anasema kwamba anaikubali Young Africans, ni moja kati ya timu ambazo alikuwa akilala na ziota, anatamani kuendelea kuzitumikia na yupo tayari kuishi ndani ya misingi yake. So lakini kwa timu ambayo anatakiwa kupelekwa ni timu ambayo sio viwango ambavyo yeye yupo, kwa sababu tayari ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatazamiwa kwenda mbali zaidi. So kusimamia misimamo ni moja kati ya vitu bora zaidi kwa mtu yeyote yule duniani. So Celestine Ekua anaonesha ni kwa namna gani ni mzalendo na klabu ya Young Africans, lakini ni kwa namna gani pia anasimamia misimamo